mabalozi wa bima Dr. Yonazi pamoja na Mheshimiwa mbunge Kafiti, Kamishna Wasira pamoja na deputy wako, msuluhishi wa migogoro, viongozi katika sekta ya bima, makampuni ya bima, watumishi level ya wakurugenzi, makamishna na watumishi wengine kutoka serikalini pamoja na makampuni mbalimbali ya bima, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na ametupa neema uhai na afya njema. Tumekusanyika leo alasiri hii katika hafla fupi ya kuniaga mimi kama mwenyekiti wa mabalozi wa bima. Nishukuru sana Tira, kamishna, wewe binafsi na timu yako, lakini na wengine wote waliohusika katika kuandaa hafla hii. Ni heshima kubwa sana kwangu. Nawashukuru sana. Nawashukuru wote pia mliohudhuria. Kama wanavyosema, shughuli ni watu. Maandalizi yangeweza kawa mazuri, lakini msingefika, basi hii shughuli ingekuwa haikufanikiwa. Kwa hiyo najua mna majukumu mengi, lakini mmeweza kuchukua fursa hii na kuungana na mimi. Mmeniheshimisha, kwa kweli nashukuru, mmenipa heshima kubwa. Niseme nimemisi podium kule, nafasi yangu si ya kama ilivyo kwenye utumishi wa umma. Kama katibu mkuu kiongozi ilikuwa mara nyingi nakuwa kwenye majukwaa kidogo kuongea, lakini kama balozi majukwaa ya namna hii sio sana kuyapata. Kwa hiyo nashukuru kwamba mmenikumbusha nilikotoka. Ni miezi mitatu inaelekea 4 tangu nimeondoka. Niliripoti Saudi Arabia tarehe 7 mwezi Mei kuanza majukumu ya ubalozi, na ni mara ya kwanza nakuwa balozi mahususi wa kuwakilisha nchi nje ya nchi mbali ya ubalozi wa bima ambao nilipata pia heshima ya kuwa nao. Kama alivyosema pale deputy pale Koi kwamba ilikuwa ni kama mnanibashiria ubalozi. Kwa hiyo nashukuru, sijui nini mtabashiri kingine. Nilichofanya mwanzo kimekuwa, nawashukuruni sana. Lakini niwashukuru viongozi wote wa sekta ya bima. Kwa kweli kupitia kuwa balozi wa bima nimejifunza mambo mengi sana. Yaani kwa kweli nisingejua ninayojua bila kuwa na ubalozi mlionipa. Kwanza nilipata kwenda training mbalimbali, nimeongeza CV, nimefika kwenye nchi ambazo nilikuwa sijawahi kwenda, Uingereza na Malaysia na Morocco. Ni matunda ya kuwa balozi wa bima. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa, lakini mlinihusisha kwenye mikutano yenu mbalimbali. Kwa hiyo nilipata kujua wananchi wanavyofikiria kuhusiana na bima, lakini kutokana na elimu mliokuwa mmenipatia na mimi ilisaidia katika kusaidia kidogo kutatua migogoro. Mlinialika kwenye shughuli zenu mbalimbali, nyingine ni za Tira, nyingine sio za Tira, lakini nikawa najumuika na nyinyi kama mgeni rasmi. Kwangu mimi ni ishara kubwa sana ya heshima. Leo tumekaa hapa, nimeanza kushuhudia jina langu likitajwa, kuna documentary, kuna nyimbo. Unajua it's a very different feeling, yani kusikia watu wanakusifia. Alhamdulillah, nafarijika kusema kweli. Kabla sijaendelea sana, maana nisije nikasahau hapa, nitaongea tena dakika chache zijazo. Kwanza nishukue fursa hii kualika mabalozi wenzangu kwa dakika chache na wenyewe wasalimie. Nianze na Dr. Yonazi, halafu atafuata mbunge. Nisimame katika itifaki ulioanza nayo, kwa kuwa mazungumzo haya ambayo umeniita kwa kweli ni ya kwako. Ninakushukuru sana. Mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia, lakini na balozi wa bima na mwenyekiti wetu wa mabalozi wa bima, tunakushukuru sana. Labda kwa kuwa umenipa nafasi, na mimi naomba nikuzungumze kidogo, kwa sababu sikuwahi kukuzungumza hata siku moja, ukizingatia kwamba wewe ni bosi wangu. Lakini Mheshimiwa balozi, uliteuliwa kwa katibu mkuu ujenzi kwa nishati
wakati sisi wengine tulikuwa manaibu makatibu wakuu. Tulikuwa tunakutazama na wewe pamoja na makatibu wakuu wengine, lakini kama ambavyo ilivyo kawaida, lazima kuna katibu mkuu ambaye ni modo. Kwetu ulikuwa hivyo. Na huenda kwa kukutazama na kuendelea kutufundisha even silently, huenda imetusaidia na sisi kuwa hapa tulipo leo. Tunaendelea. Tunashukuru vile vile kwa kuendelea kutusaidia kujifunza habari za bima na namna ya kuwa mabalozi wa bima. Na ni kweli kwamba wenzetu waliona mbali zaidi na wakakupa ubalozi wa bima, lakini Jamhuri imekupa ubalozi wa nchi. Tunakupongeza sana. Ndugu zangu, katika matendo na mwenendo wa Mheshimiwa Balozi unanikumbusha sana habari ya kocha mmoja wa mpira wa Marekani, na ninapenda sana namna alivyokuwa anafikiri. Na Mheshimiwa Balozi, utaniwia radhi niseme kidogo kuhusiana na kocha huyu na maneno ambayo alishawahi kuyasema, na kwa kweli ambayo yako ndani ya moyo wangu sana ninapotazama watu ambao wamefanikiwa kama ulivyo wewe. Huyu anaitwa Vince Lombardi. Vince Lombardi alikuwa kocha wa mpira wa Marekani, na huenda kuna nyakati ambazo zilipita alikuwa anahitaji msaada kwa sababu timu yake ilikuwa haishindi sana. Sio kama timu gani hapa nchini haishindi sana, lakini kuna wakati zinakuwepo. Siku moja Vince Lombardi alikutana na waandishi wa habari, akaulizwa, bwana, sasa leo vipi, tunakwenda kushinda au hatuendi kushinda? Ukiniruhusu naomba niseme na niasome maneno ya Vince Lombardi kwa lugha ambayo alitumia. Naamini kwamba sitakuwa nimewakosea nidhamu sana wajumbe wa mkutano huu iwapo nitasoma kwa lugha ambayo alisema. Vince Lombardi alisema yafuatayo: The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand. Mheshimiwa Balozi, nadhani uliishi hili, kwamba jukumu ulilolipewa mikononi mwako ulifanya kwa nia kubwa, kwa bidii, na kwamba mafanikio yalikuwa ni njozi, lakini yale yaliyokuja ndiyo yalikuwa sahihi zaidi. Tunakupongeza sana. Ninaamini kwamba wadau wote walioko katika mkutano huu nao watabeba maono haya ya kwamba dedication to the job at hand, commitment, hard working italeta matumaini, italeta matokeo mazuri. Mheshimiwa Balozi, nakushukuru kunipatia nafasi katika mazungumzo yako. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niliyesimama mbele yenu ninaitwa Kafiti William Kafiti, mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikiwasilisha jimbo la Ilemela, Mwanza. Awali ya yote, na mimi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ya leo, lakini vile vile nipende sana kushukuru uongozi na management ya TIRA kwa kuona ninafaa kunipa nafasi hii, nafasi ya ubalozi katika kuwakilisha sekta ya bima nchini. Na mimi tu ni kuhakikishie Commissioner, hujakosea kunipa nafasi hii. Na kiukweli baada ya kupata uteuzi ule nilijisikia faraja na kuona nina deni kubwa. Lakini ndugu zangu wote mliokusanyika hapa, mimi ni mdau mkubwa sana wa bima. Mheshimiwa Sakwale kama Commissioner alikuwa mwalimu wangu wa FM, na mimi ni mtaalamu wa bima, kwa hiyo hajakosea. Lakini vile vile ajira yangu ya kwanza mwaka 2007 mpaka na 9 nilifanya Heritage Insurance, na nimemuona bosi wangu hapa Bwana Farai Dogo. Huyu ndio alikuwa bosi wangu idara ya claims. Kwa hiyo nimefurahi leo kukuona hapo, kumbe bado upo. Hongera sana. Kwa hiyo
watu wengi wamechangia katika mafanikio haya. Huyu bwana naye alikuwepo. Kwa hiyo nakushukuru sana. Leo nimekuona hapa, ni miaka mingi kidogo. Lakini vile vile baada ya Heritage kidogo nilienda kwenye utumishi wa umma ambao mwaka 2009 nilikuwa mfanyakazi wa mfuko wa pensheni wa watumishi wa umma PSSF mpaka 2022. Kwa hiyo 2022 niliweza kuhamia kampuni sasa ya bima. Mimi mpaka kabla ya ubunge nimetokea shirika la bima la taifa NIC kama meneja masoko. Kwa hiyo wadau wengi mlioko hapa tumefanya kazi pamoja. Kwa hiyo nikiangalia sura hizi tumekutana sana sokoni. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni meneja wa biashara na masoko shirika la bima la taifa NIC. Kwa hiyo hapa niko na partners. Kwa hiyo Mheshimiwa Sakwale, nikuhakikishie tu sekta ya bima umefanya transformation kubwa sana na umeliletea taifa heshima. Na kama mlisikiliza wakati nasoma finance bill, moja ya taasisi za fedha zilizochangia mapato makubwa ya serikali ni taasisi ya bima. Kwa hiyo nikupongeze sana. Na nikupongeze kwa sababu Mheshimiwa Balozi, nayasema haya kwa sababu Mheshimiwa Sakwale anahitaji kupewa naye maua yake kwenye sekta ya bima. Hongera. Na mimi kama Mheshimiwa Rais ananisikia, aendelee kukuacha hapo kwanza uinyooshe sekta hii. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Balozi, sekta ya bima ina mchango mkubwa kwa taifa hili. Taifa lolote lisipokuwa na watu wenye kinga ya bima haliwezi kwenda mbele. Taifa lolote linatakiwa lifanye uwekezaji mkubwa kwa wananchi wake, litoe elimu katika maeneo ya bima ili kuwalinda dhidi ya majanga ambayo hatujui ni lini na wakati gani yatatokea. Kwa hiyo Mheshimiwa Balozi, tumesimama hapa kwanza kukubali uteuzi huu na kuwa tayari kufanya kazi na mamlaka ya bima nchini. Na kwa sababu hapa tuko na wadau mbalimbali, mimi niwahakikishie tu, na nafikiri Mheshimiwa Sakwale nilikuahidi bungeni mtanisikia, pamoja na kuwa balozi, lakini hii ni professional yangu, kwa hiyo nitawatetea usiku na mchana. Na ile ya coverage ya additional mandatory insurance, ni kuhakikishie na ulisikia mchango wangu bungeni, na bunge limeahidi mpaka mwezi wa 12 kanuni hizo zitakuwa zimekamilika, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kuzifuatilia. Hiyo wadau wa bima, mimi niwahakikishie mmepata balozi na kazi nitaifanya na nyinyi mtakuwa mashahidi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Balozi, na mimi nichukue nafasi hii kwa sababu hatukuagi, bado ni balozi mwenzangu, si ndio? Na tuendelee kushirikiana, na huko Saudi Arabia najua kuna fursa nyingi, tutaendelea kuja kuzitafuta fursa kwa ajili ya watu wetu hawa. Lakini vile vile ni kushukuru sana Katibu Mkuu, ofisi ya Waziri Mkuu, sera, uratibu, na wewe kuwa miongoni mwa balozi hawa, na vile vile na wewe ni mwalimu wangu kwa sababu tulikuwa wote IFM wakati mimi pale na mimi nasoma. Kwa hiyo ni wahakikishie tu mabalozi wenzangu nitawapa ushirikiano mzuri na kuhakikisha kwamba sekta ya bima inakwenda kuwa kinara katika kuongeza mapato ya serikali, lakini kuwafikia watu walioko mjini na vijijini. Bado sekta ya bima coverage, pamoja na kwenda speed, bado tunatakiwa twende speed zaidi. Kwa hiyo mimi baada ya kusema haya machache, niwashukuru sana na niwaahidi ushirikiano uliotukuka. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante waheshimiwa mabalozi, kwa kweli hawajakosea kuwateua. Katibu Mkuu Dr. Enazi, nashukuru kwa kunizungumzia vizuri. Wewe nikufahamu nikiwa Tanga. Niliwahi kuwa katibu tawala mkoa wa Tanga rasmi. Alikuwa wakati huo yuko TSN, ndio Tanzania Standard Newspapers. Wakaja kule wakafanya mkutano mkubwa, lakini ndo nikaendelea kumjua mpaka nilipokuwa katibu mkuu nishati, na mpaka leo tunafahamiana. Bwana Mrisho Mpoto, hivyo ni mwaka gani wewe nilikuona? Nafikiri 2017 au 18
Mlishawahi kusikia kampeni ya usichukulie poa nyumba ni choo? Yeah. Ndio nilivyomfahamu. Yeye alikuja Tanga pale akiwa anasimamia hiyo kampeni. Kuna vitu aligundua. Kuna mahali watu hawataka kutumia vyoo. Kumbe kuna mambo yanajificha chini yake. Kule Tanga kuna maeneo aligundua kuwa hawana vyoo na kwamba wanatoka wanaenda porini, ilikuwa wanakwenda kukutana. Yaani kule ni dating site kama unaweza kusema hiyo. Kwa hiyo ukiwa unachoo nyumbani unaagaje, unakutanaje? Yaani kumbe mtu anaga naenda msalani na huyo anaga anaenda chooni kule wanaenda kukutania huko. Ndio maana wakawa hataki vyoo. Kwa hiyo kumbe unaweza ukaa huku unahamasisha kama hujui the underlying reason watu hawataki kuwa na vyoo, itakuwa unatwanga maji kwenye kini. Ukishajua ile sababu unaweza ukasolve vizuri. Nakushukuru Bwana Mrisho, tulifanya naye kazi vizuri kwenye kampeni ile mkoa wa Tanga. Niwapongeze mabalozi wote, wamejitosheleza kama nilivyosema hapa, wamejinadi vizuri. Hasa Kitinda mimba. Wao ndio last born kwenye mabalozi sasa. Lakini mwenyekiti wa mabalozi mpya ni mtu ambaye alikuwa ni katibu mkuu ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kule Zanzibar. Kwa hiyo alikuwa mimi wakati nikiwa katibu mkuu kiongozi ambao una nafasi aliyoko sasa, alikuwa ni kama msaidizi wangu kwenye swala la utumishi wa umma, kama advisor. Ni mtu ambaye yuko makini, yuko vizuri, naamini mtafanya naye kazi vizuri, atawapa ushirikiano wa kutosha. Ana dharura sasa hivi, kwa mfano ana tatizo la macho, kwa hiyo ameshindwa kuja, amekuja kwa matibabu lakini hakuweza kuja hapa. Naamini hali kitangamaa mtakuwa mnamuona. Lakini si jukumu dogo kwa mwenyekiti. Mimi likizo zangu nilikuwa nazitumia kwenye shughuli za TIRA. Hasa zile ikiwa ni safari, naomba likizo ya siku kadhaa, labda wiki moja, alafu ndo unaitumia. Maana vinginevyo itaonekana ina interfere na majukumu yangu ya msingi, ingekuwa kidogo ni changamoto. Kwa maana hiyo nilikuwa naamua kuzischedule likizo zangu naziacha. Kukiwa na shughuli ya TIRA ambayo inahitaji siku kadhaa, nachukua likizo wiki moja, wiki mbili, mambo yakawa naenda. Kwa hiyo nitamshauri na yeye kama ataridhia pengine afanye hivyo, ili asije akaonekana anakula muda wa serikali kufanya a secondary responsibility ya ubalozi wa bima. Niwashukuru kwa kweli, TIRA mnafanya kazi kubwa kama alivyosema, lakini kazi yenu kubwa mnayofanya pia inafanikishwa na makampuni mbalimbali na taasisi za bima zilizopo. Mna regulate vizuri, lakini na wenyewe wako vizuri na wanakubali kuwa regulated, wana play fair, na ndio maana labda soko la bima linaendelea kukua. Niwaombe muendelee kutoa ushirikiano, kuendelea kutengeneza package tofauti products mbalimbali ambazo wananchi watakuwa wanazitumia na kufaidika nazo. Kama alivyosema balozi mpya kwamba watu wanahitaji protection ya bima, na uzuri sasa hivi tuna variety ya bima. Kuna watu wengi walikuwa hawaingii kwenye convention bima kwa sababu walikuwa wanahofia imani za kidini. Lakini sasa hivi tunajua kuna bima ambayo ni sharia compliant. Kwa hiyo mtu hana excuse. Akitaka kusema mimi siwezi, kwa sababu unampa hii, kwa nini unakataa? Yaani sababu sasa hivi hamna kisingizio. Chochote anachokitaka kinaweza kupatikana kwenye either way, upande huu akitaka, upande huu akitaka, vyote viko covered. Kwa hiyo tuendelee kutoa hiyo elimu. Wakati nakuja kuaga, mimi nilikuwa najua ndo namaliza ubalozi, lakini nikaambiwa hakuna. Unamaliza tu muda wa mwenyekiti, utaendelea kuwa balozi. Basi na mimi sina objection. Bali kuendelea kuwa balozi, na kule na diaspora ya watu wanafika 1400 na najua watakuwa na mali zao mbalimbali huku. Kwa hiyo hata nikihamasisha wale wakiridhia wakiwa wanakata bima huko, bado itakuwa si haba na yenyewe. Changamoto ni kuwapata tu, maana na wenyewe wanajificha kweli. Wanahofia kujidukana wako wapi, labda kutakuwa na kodi watakatwa. Kwa hiyo sasa hivi niko katika mission ya ku-identify wako wapi, wajitambulishe, tujue contact zao. Wanahofia. Sielewi sababu ni nini, lakini inshallah tutafanikiwa, kwa sababu tukiwajua wako wapi itakuwa ni rahisi hata kuweza kuhamasisha. Nilipokutana nao last week diaspora, nilipata kama 100 ambao walikuja physically,
lakini wengine walishiriki kwenye mkutano online kama watu 76, lakini estimate inasema wanakaribia kwa 4000. 4000 hao wako wapi? Tunao mfumo wa kuwatambulisha, wanatakiwa wajisajili, lakini bado watu hawajakuwa tayari. Kwa hiyo mimi sina mengi, niseme kwa kweli kupitia ubalozi nimepata heshima kubwa, na niseme mwaka huu ni mwaka wangu wa bahati. Sijawahi kuagwa kwa kiwango kikubwa namna hii. Kwa mwaka huu nafikiri ni mara ya 7 naagwa nafikiri. Walianza makatibu wakuu kule Zanzibar, waliandaa hafla wakaniaga. Wafanyakazi wangu wakaniaga, ofisi ya rais Ikulu wakaniaga, baraza la biashara Zanzibar wakaniaga, mawaziri nao wakaniaga. Lakini hata Katara yule ambaye anatusevia chakula kwenye vikao vya makatibu wakuu akasema naye akubali. Akaandaa chakula akaleta nyumbani na wafanyakazi wake na vinanda, wakapiga hapo kaswida, wakaniaga. Sasa nyinyi ndio mnafunga kazi. Yaani najisikia faraja sana. Sasa hivi kumbe niko mpaka kwenye nyimbo. Na documentary hii ni ya 3. Makatibu wakuu waliandaa, mawaziri waliandaa, nimeona na nyingine hapa. Nitaomba nipate nakala zake. Nitakuja kujidai kwa wajukuu zangu. Kwamba msinichukulie poa nimezeeka. Enzi zangu mimi nilishaekwa mpaka kwenye nyimbo, nilikuwa na documentary, alhamdulillah. Kwa kweli ni neema, lakini wakati wanaimba ule wimbo wa kwanza kabisa walivyozungumzia kwamba nimepewa jukumu hili kwenye mabega, nilifeel ule uzito. Yaani jukumu la kukabidhiwa ubalozi wa nchi. I really felt the heaviness on the shoulder wakati anataja, kwa sababu si jukumu dogo. Najua kuwa head of public service ni sisi wenyewe, yani unapoenda kwenye nchi za watu, ubalozi, diplomacy, unajua hutakiwi kuwa too direct, usije ukamwofend mtu, yani kuna unazunguka kidogo hivi katika kuongea. Sasa hatujazoea, ndio inabidi kujifunza. It's not the same ku address public servants, kuzungumza na Watanzania wenzangu, it's not the same kama unazungumza, yani mtu anakuchokoza tu ajue utasema nini. Alafu mbaya ukialikwa mahali usipoenda, wanachosema Tanzania haijafika. Sio Zena hajafika, Tanzania haijafika, Tanzania imesema hivi, yani. Kwa hiyo unabidi uwe makini sana, kwa sababu inaweza ukaingiza nchi kwenye mgogoro kwa maneno yako utakayoyasema, kwa absence yako unaonekana labda huna ushirikiano. You have to be very careful, extra careful. Kwa hiyo yale ule uzito nikaufeel kweli kwenye wamenikumbusha, na washukuru sana. It's not an easy task. Lakini kwa dua zenu na pia namkabidhi Mwenyezi Mungu na kuendelea kujiombea dua, naamini nitafanikiwa kama niliyofanikiwa hayo mengine yaliyopita. Basi nisichukue muda mrefu kusema mengi, na washukuru sana kwa kweli kwa kuhudhuria hapa, na tutaendelea kushirikiana kwa sababu mmeshasikia kwamba mimi ni balozi. Msije mkajiuliza anafanya nini, mbona tulisha muaga. Wakati mwingine nikija inaweza kaa kuna shughuli za kibima na mimi nitajumuika na nyinyi, lakini nikipata fursa ya kuja Saudi Arabia, hasa mji wa Riyadh ambapo niko, basi msisite kunitafuta. Kama ilivyo kawaida, normally ukienda kwenye nchi ya ugeni, kama kuna ubalozi ni vizuri kwenda kutoa taarifa ubalozini kwamba mpo, mnafanya shughuli gani, kama mnahitaji any assistance ya ubalozi na yenyewe iweze kuwasaidia huko. Nawashukuru jamani, nawapenda, na tuendelee kuhamasisha bima. Asanteni sana kwa kusikiliza. Asante kwa mengi na